أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وحزبه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Ndugu Islam, tunaendelea na darasa yetu ya kusoma maswali na majibu fatawa za samahatu Sheikh al-Allama Ahmed bin Hamid al-Khalili zenye kuhusiana na masuala ya haji. Na sasa hivi tunaendelea na mlango wetu wenye kuhusiana na masala ya al-ihram, namna ya kuhirimia. Na muulizaji anauliza, je, ni njia gani ambayo kwamba ni sahihi katika kuvaa ihramu? Ihramu ni zile nguo ambazo kwamba wanavaa mahujaji. Je, ni njia gani iliyokuwa sahihi? Jawabu ni kwamba njia iliyokuwa sahihi ni kuvaa shuka ya chini, yani ihramu zile zote muundo wake ni wa shuka, kama shuka tu, kama seruni au kikoi, ndio zilivyo muundo wake. Kwa hivyo moja utaivaa chini kama unavyovaa seruni au kikoi, na pili utaivaa juu. Na wakati huo huo utaacha nguo ambazo kwamba zimeshonwa. Usivae nguo ambayo kwamba imeshonwa. Hii ndio kauli mashuhuri yenye kutumika katika madhehebu zote takriban. Na halikadhalika utavaa nguo ya juu ile kwa kuzipishanisha zile ncha zake, yani utaizongeresha katika mabega yako, huku itakuwa ncha moja imekwenda huku na ya pili imekwenda huku, umefunga mabega yako. Anasema samahatu Sheikh, na kile kitendo cha kupitisha nguo chini ya kwapa bega likakaa wazi, jambo ambalo kwamba watu wengi wamelizoea katika ihramu, sawa basi hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Haitaki mtu afanye hivyo, yani isipokuwa katika hali ya kutufu tu, sawa katika hali ya kutufu, unapotufu al-Kaaba katika around 3 za mwanzo, katika mizunguko ya 3 ya mwanzo, ndio hiyo ambayo kwamba utafanya nini, ndio utakayofungua bega lako la mkono wa kulia na nguo yako utaipitisha chini. Hivyo ndivyo ilivyo. Si kwamba ni haji nzima kuanzia tangu mtu alipohirimia mpaka amaliza au mtu kafungua bega la mkono wa kulia. Ni wakati wa kutufu ndipo ambapo kwamba utafungua bega lako la mkono wa kulia, tena katika round 3 za mwanzo tu. Zikimalizika round 3 za mwanzo basi. Anauliza muulizaji, anasema mtu ambaye kwamba kasahau mali yake katika mji wa Makka mtukufu na akakumbuka baada ya kuwa ameshaaga, ameshakwenda katika al-Kaaba akafanya tawafu al-wada, halafu na akatoka Makka, ameshatoka lakini kasahau mali yake. Je, mtu huyu akirejea Makka inatakiwa arejee hali ya kuwa yeye amehirimia, ahirimie tena yani? Na hata ikiwa ni siku za tashriq, yani ikiwa mwezi 11, 12, 13 ndio tashriq, lakini kwa hapa labda itakuwa ni mwezi 13 au 12 ndo ambao kwamba mtu anaweza katoka. Kisha tujalie mtu huyu ambaye kwamba kasahau mali yake, tujalie mtu huyu akachelewa kule Maka. Kwa hivyo kuna mtu mwingine sasa akamfuata huyu, akatia wasiwasi, labda kuna kitu, acha nimfuate mwenzangu. Je, na huyu wa pili vile vile naye inampasa ahirimie vile vile, afanye ihramu ndio ingie Maka? Kuhirimia tumesema ni nini ni kufika pale miqat, sehemu ambako mmewekwa maalumu pale,
unavaa nguo zako za ihramu, unapiga talbia, unaelekea Maka, hiyo ndio kuhirimia. Sasa je, watu wa aina hii ambao kwamba mmoja kasahau mali na wa pili kamfuata mwenzake, je, inawalazimu kwamba wahirimie yule bwana wa kwanza anaporejea kuchukua mali yake na wa pili anapomfuata mwenzake? Jawabu ni kwamba haimlazimu au haiwalazimu wao kuhirimia kwa ajili ya kuingia Maka tu, ikiwa hawakunuilia kufanya umra. Wallahu a'lam. Tulisema kwa nyuma kwamba masala hii ina khilafu, kwamba wako baadhi ya ulama wanaona kwamba Maka usiingie ila muhirimia, wako wanaona hivyo, lakini kauli hii ndio kauli ambayo kwamba inakubaliana na misingi ya ilmu, kwa sababu kama vile ambavyo kwamba inaeleweka katika misingi ya ilmu kwamba jambo lolote ambalo kwamba limewekwa kwa sababu maalumu, kwa hivyo sababu ikiwa haipo na hukumu jambo hilo pia inakuwa haipo vile vile. Kwa hivyo sababu ya kuhirimia ni kwamba ukafanye nini? Ukafanye hija au ukafanye umra, na umra wala hija haipo, huna haja kuhirimia. Anauliza mwenye kuuliza, je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kahirimia haji, kenda kuhirimia kwamba yeye anakwenda kufanya hija, ndio ihramu yake, ikafanya hivyo, ndio nia yake, sawa, lakini katika miezi ambayo kwamba si katika miezi ya haji. Miezi ya kuhirimia kwa haji ni mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, ndio unaweza kuhirimia kwa haji. Yeye kaja kuhirimia mwezi wa Ramadhani au Shaabani au mfungo 4 au mfungo 5, anahirimia na nili ya haji. Sasa vipi hapo hukumu mtu kama huyo? Jawabu ni kwamba imesemwa kauli ya kwanza kwamba ikiwa mtu atahirimia akanuilia haji katika miezi ambayo kwamba si ya haji, basi ihramu yake hiyo inabadilika sasa na inakuwa umra. Kwa hivyo mtu huyo ende akafanya umra, yani umenuilia haji katika miezi ambayo si ya haji, basi badala yake usifanye tena haji, ufanye umra. Hiyo kauli ya kwanza ya maulama. Na ikasema kwamba bali ihramu yake inakuwa ni batil, ihramu yake inakuwa ni batil. Kwa hivyo kuna khilafu za maulama kuhusu masala haya, kwamba je, ihramu yake ile itakuwa ni umra, afanye umra sasa, au ndio ihramu imebatilika, kwa maana kwamba ikiwa atanuilia umra arejee tena ahirimi mara pili. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Suali linasema, je, kuna nia maalumu ya kutamka juu ya mtu ambaye kwamba anafanya haji au umra? Yani mtu ambaye kwamba anafanya haji au anafanya umra au anafanya hija au umra, je, mtu yule anapaswa anuilie kwa kutamka kwa maneno matamshi maalumu? Yani wakati atapofika katika ile miqat na ikawa akakusudia kuhirimia, ikiwa kuhirimia huko ni kuhirimia kwa ajili ya hija ambayo kwamba anajifanyia mwenyewe, au hija au umra ambayo kwamba anamfanyia mtu. Hija au umra ambayo kwamba anajifanyia mwenyewe, au hija au umra ambayo kwamba anamfanyia mtu. Na kama ipo nia, je, nia hiyo ikoje? Jawabu ni kwamba nia imo ndani ya moyo, basi haiko katika ulimi. Nia iko katika moyo. Kilichoko katika ulimi ni talbia, labbaik allahumma labbaik, hiyo ndiyo ambayo kwamba iko katika ulimi. Kwa hivyo wewe nia yako katika moyo, na matamshi tutamka ni hayo, labbaik allahumma labbaik, sawa. Haya Sheikh anasema labbaik hii allahumma labbaik ni talbia, hii haiwi katika moyo, inakuwa katika matamshi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Swali linasema, je, inajuzu kuvaa saa na mkanda au ukanda kwa mtu ambaye kwamba kahirimia? Jawabu, mwenye kuhirimia hatakiwi avae mkanda,
isipokuwa ikiwa anauvaa kwa dharura ya kuifunga seruni yake au izari yake au shuka yake aliyovaa chini. Mtu ambaye kwamba anahofia kwamba ikiwa hakuvaa kuna hatari shuka yake kaanguka, kwa sababu hiyo ikiwa anaogopa hilo atafunga mkanda. Halikadhalika ikiwa kaeka mkanda huo kwa ajili ya kuhifadhi pesa zake, hana pahala pa kuhifadhia pesa, anaweka pesa zake katika mkanda huo, basi hilo litamfanya yeye aruhusike kuvaa mkanda, vinginevyo asivae. Ama kuhusu saa, muulizaji hapa kauliza mambo mawili. Kauliza, je, inajuzu kuvaa saa na mkanda au haijuzu? Mkanda ndio kama mlivyosikia, au ukanda kama mlivyosikia. Na kuhusu saa ni kwamba kilicho na hadhari zaidi kwamba asivae saa, pamoja na kwamba baadhi ya maulama wameruhusu kwamba avae saa ikiwa anaihitaji saa hiyo kwa ajili ya kujua nyakati. Ikiwa anaihitaji kwa ajili ya kujua nyakati, basi avae. Hiyo kauli ya baadhi ya maulama, lakini shekhe anasema kwamba kilicho na hadhari zaidi ni kwamba asivae. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Suali, je, inajuzu kupika chakula kwa maji ya wardi, maji ya rose na zaafarani kwa ajili ya yule ambaye kwamba yuko katika ihramu, kwa mwenye kuhirimia? Anasema jawabu ni kwamba ikiwa kitendo cha kupika kimeangamiza harufu nzuri yote iliyomo katika kile chakula na kinywaji, ikiwa harufu nzuri yote imepotea, haipo tena, basi hakuna pingamizi kwa yule ambaye kwamba anahirimia. Mwenye kuhirimia hana pingamizi kula chakula hicho. Hakusema kula hapa, lakini ndio kula inakusudiwa. Lakini ikiwa athari ya hayo maji ya rozi na hayo zafarani, ikiwa bado ina harufu nzuri, athari yake inasikilikana, basi hapo inakuwa ni haramu kuvitumia vitu viwili hivyo. Kama nilivyosema, maisha yote mtu ambaye kwamba haelewi mambo mawili, basi hawezi kutoa fatawa. Hafahamu masala al-illa na hukumu zake, kwamba illa inathibiti, hukumu inathibiti kithibiti illa na inaondoka illa. Ikiwa hukufahamu illa, huwezi kutoa fatawa. Na utaona shekhi hapa jinsi alivyokuwa bingwa, si hapa tu ndo kawaida yake kwamba anajua fatawa mafatawa tu namna gani, kwamba illa haipo basi hukumu haipo. Halikadhalika mtu ambaye kwamba hajui masalih, huo ndo mlango madhubuti sana kwa watu wa fiqh. Mtu ambaye kwamba hajui masalih, basi atatabika sana. Masala masalih na kujua kwa maqasid ash-shar' na masalih al-mursala, mtu kama hajui pia hawezi kutoa fatawa. Kwa hivyo shekhi hapa anatuambia hapa bwana kwamba ikiwa zile sababu zimeondoka, basi na hukumu haipo. Mfano wake naelezamia sasa hivi ni kama vile ulevi. Ulevi umeharamishwa kwa sababu unalevya. Lakini ikiwa kile kilevi kimeondoka, basi na uharamu wake unaondoka. Swali la mwisho linasema, je, inajuzu kujitia mafuta mazuri kwa mtu ambaye kabla ya kuhirimia ukajitia mafuta mazuri? Je, linajuzu hilo? Na je, kitendo hicho au jambo hilo linatendewa kazi kwa maulama wa kiibadhi? Kwani imepokewa kutoka kwa Sayyida Aisha radhiallahu ta'ala anha, kasema kama mimi nilikuwa namtia mafuta mazuri Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipohirimia, kabla hajahirimia.
Na halikadhalika baada ya kumaliza ibada zake za hija, baada hili yani kuhalalika pale, kabla hajatufu kwenda kufanya tawafu ya yani tawafu ifadha yani, pia ndiko namtia mafuta mazuri. Tunaomba utupe ufafanuzi juu ya hilo wakati wa kuhirimia na kabla ya tawafu ya ifadha. Je, ikoje hali? Jawabu ni kwamba kauli ambayo kwamba inatendewa kazi kwa maulama wetu na madhehebu nyingine nyingi, kwamba kujitia mafuta mazuri kabla ya kuhirimia, jambo hilo halikatazwi ikiwa mtu atakoga. Yani baada ya kujitia mafuta mazuri ukoge, hilo halikatazwi kabla ya kuhirimia, lakini halafu ukoge. Hii ndio kauli madhehebu mengi na madhehebu ya kibadhi na wanaona hivyo. Na hiyo ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotiwa mafuta na Aisha katika usiku ambao kwamba alilala katika sehemu hiyo ya Dhul-Hulaifa katika hija yao ya hijjatul wadaa, basi siku hiyo Mtume aliwaingilia wake zake wote na akakoga janaba baada ya kuingilia wake zake. Kwa hivyo kwa njia hii ndio inawezekana kuzikushanya riwaya zile ambazo kwamba zimeachiwa mutlaka, ukazikushanya na hizi muqayyada, na ukapata maana ya pamoja kwamba inawezekana mtu akajitia mafuta mazuri lakini baadaye akoge. Hadi hapa tutakomaliza sehemu ya kwanza, na insha Allah tabaraka taala sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya at-tawaf. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.